Juzi, jana na leo tena tuko hapa katika viwanja vya Mao Zedong kuja kushuhudia ligi ya vijana chini ya umri wa miaka 21 ambayo imeanza leo rasmi, na matokeo basi ni magoli 2-2, Mafunzo dhidi ya KVZ. Pembeni yangu hapa ama kulia kwangu ni mshabiki kindakindaki wa timu ya Mafunzo. Tena tukapate mawili matatu kutoka kwake. Baba, habari? Habari ni nzuri. Kwema. Kwema. Heshima yako mzee. Namshukuru Mungu. Tuko vizuri kabisa na afya njema, tuko katika viwanja wetu kuendelea kuburudika. Kwa majina halisi wanakuita nani mzee wangu? Kwa majina halisi naitwa Filipo Jacob Mambo, mchezaji wa timu ya Mafunzo. Mshabiki mzuri sana wa timu ya Mafunzo. Mshabiki kweli kweli. Mshabiki kweli kweli, ndio maana unaona rangi zenyewe zinaonyesha kwamba wewe ni mshabiki na mwanafamilia wa michezo. Ndio bana. Lakini pia nimeona namna ambavyo ulivyovaa inaashiria pia na bendera ya Tanzania. Labda unahisi fashion ndio ambayo unaipenda zaidi? Hii ndio ninaipenda na ni roho yangu kabisa, kwa sababu mimi ni Mtanzania halisi. Ndio. Sawa. Tunaona timu yenu ya Mafunzo leo kwa mara ya kwanza, timu ya vijana mkaenda kucheza mchezo wao wa kwanza na ametoka kupata sare ya 2-2. Kwako una furaha kwa namna gani? Mimi nina furaha kubwa kwa sababu vijana kwanza hatushangilii kwamba tumetoka draw. Vijana wanacheza vizuri. Vijana wako vizuri na hapa ndio mara ya kwanza, na maana huko mbele sisi tunataka kubeba kombe. Tunataka kubeba kombe kama Mafunzo. Lakini pia timu yenu ya Mafunzo pia imeingia katika ligi ya Muungano Cup ambayo itakuwa kwanza tarehe 21. Pia hili kwenu, kama wewe kama mshabiki, unajivunia vipi kuhusiana na timu yako ya Mafunzo? Mimi najivunia ya kwamba sisi tunaitwa Mafunzo, ina maana ni chuo cha mafunzo, tunarekebisha tabia. Yaani mtambo mkubwa sana. Unakoboa, unatwanga, unasaga na kusafisha. Unakoboa, unatwanga, unasaga na kusafisha. Kwa hiyo yoyote atakayekuja mbele huko mnaye. Si tunaye, kwa sababu ndio mtambo kurekebisha tabia tu. Lazima tujionyeshe kwamba tuko vizuri. Kipi ambacho wewe kinakupa jeuri kusema bwana anayekuja mbele sisi tunamsaga na kumkoboa hivyo? Sisi tunajiamini kwa sababu sisi hatujawahi kushindwa. Sisi tumecheza tangu mwanzo ilikotoka hii timu ya Mafunzo. Ina maana tulikuwa paka mataifa tumeshaenda tukiwa na viongozi akina Fandedege akina nani. Tumeenda mbali sana mpaka kimataifa. Kwa hiyo hatuna wasiwasi, kwa sababu kwanza wewe ukiangalia rangi wanao Mafunzo ni rangi ya ushindi tu. Rangi ya ushindi. Kijani ni rangi ya ushindi tu daima. Kwa hiyo safari hii timu ambazo zinatoka kule Tanzania bara waje kutembea. Waje kutembea kwa sababu si hatuogopi timu inatoka bara inatoka wapi. Tunachojihofia sisi kiwango chetu kiko vipi. Hatuogopi jina kwamba mtu katoka bara au katoka Kenya. Sisi tunachoogopa kwamba sisi wenyewe tumejipanga vipi. Sisi wenyewe tunajiogopa kwa sababu tukiingia uwanjani tunafanya kazi kweli kweli. Kombe na safari tunalibeba. Tunalibeba ndio. Kwa nini sasa watu wageni waje wachukue faida kwetu? Sisi tunabeba wenyewe, kama kutakuwa nafasi zingine naendelea na maana wao watapata, lakini moja kwanza nyumbani. Mchezo umetamatika katika ligi ya vijana chini ya miaka 21 na mchezo umetamatika kwa magoli 2-2, KVZ dhidi ya timu ya Mafunzo. Niko na team captain wa timu ya Mafunzo, atakuja kutueleza namna ambavyo mchezo ulikuwa na maandalizi mazima mpaka leo wamekwenda kutoa sare. Captain, habari? Safi. Kwema? Kwema kabisa. Unakuita nani? Mohamed Wakili Haji. Pole na hongera kwa mchezo mzuri. Asante sana. Maandalizi yalikuwaje kuelekea katika mchezo wenu wa leo dhidi ya KVZ? Maandalizi tunashukuru Mwenyezi Mungu, kwanza yalikuwa mazuri alhamdulillah. Wachezaji wote walikuwa salama, hakuna ambaye majeruhi. Walimu wametuelekeza maelekezo mazuri, tunashukuru tumefanyia kazi japokuwa hatujabahatika kupata pointi 3, lakini tumejitahidi. Naamini waliona mchezo wameona tumejitahidi kifupi. Game wakati naanza mlikuwa mnaanza na tempa ya chini kabisa, mkawaruhusu KVZ kuweza kukuja juu, lakini tumeona baada ya kipindi cha pili na nyinyi mkaja mkabadilika na kuja kupata magoli. Ni kipi ambacho mwalimu labda aliwaeleza kabla mjarudi katika kipindi cha pili? Maelekezo kutoka kwa mwalimu yalikuwa kwamba watu hawakuwa tayari kuchangamka. Wenzetu walikuwa wamechangamka, sisi hujachangamka, ndio maana first half kidogo ilikuwa ngumu kwetu, lakini nashukuru mwalimu katoa maelekezo mazuri, tumefanyia kazi, tumekuchangamka. Haikuwa riski yetu na sisi. Mungu kapanga withdraw, basi tunapokea matokeo. Ni msimu wa 3 kama sijakosea wa mashindano ya ligi chini ya miaka 21. Msimu wa kwanza mmeibuka kuwa mabingwa, lakini msimu wa pili haukutamatika, ligi ilishia katikati. Hivi sasa imekuja kuendelea. Nyinyi kama Mafunzo ambao tayari hivi sasa ni vinara wa hii ligi, mmejipanga kwa namna gani kuelekea katika msimu? Tumejipanga vizuri kwa sababu sisi ndio mabingwa, ndio bingwa mtetezi. Kwa hiyo kama bingwa mtetezi, ari yetu ni kwamba tuendeleze pale ambapo tulipomalizia. Kwa hiyo viongozi, wachezaji, timu kwa ujumla, watu wote
wako tayari kupambania ubingwa. Tunahakikisha kwamba tunarudisha ubingwa wetu pale pale tulipomalizia, tunaendelea pale pale ili tuwe mabingwa tena. Tutakuwa mabingwa tena. Mabingwa tena. Sawa, lakini pia timu yenu ya mafunzo ya wakubwa pia imeenda katika ligi ya Muungano Cup. Wewe kama mchezaji ambaye uko chini unasubiria kupanda juu zaidi, unajivunia kwa namna gani? Mimi najivunia kwa mashindano. Nashukuru kwa mashindano pia yamekuja hapa na timu yangu imeingia. Mimi kama mchezaji nimezidi kupata hamasa, kujituma ili nimuoneshe mwalimu wa timu kubwa anaweza kunichukua kwenda kucheza katika mashindano. Kwa hiyo sisi tupo tayari kupambana, na naamini timu yangu mara hii itakaribisha, maana kwenye ligi yetu ya Zanzibar kidogo haipo katika msimamo mzuri. Kwa hiyo hii ligi ya Muungano naamini ni kama ni sehemu ya kujifufua pale ilipotoka ili isogee juu. Na unatamani hata kesho mwalimu akuchukue akuweke katika kikosi cha wakubwa? Natamani sana, kwa sababu ndo malengo ya mchezaji, utoke chini uende juu. Kwa hiyo mwalimu kaona hapa alikuwepo, kama ninafaa basi akinichagua hamna shida, niko tayari kutumikia timu ya mafunzo. Unahisi ligi ya Zanzibar kwa upande wa vijana ina ugumu kwa namna gani, kwa namna wewe unavyoitazama? Inajumuisha takriban ya timu 7 ama 8. Unahisi ina ugumu kwa namna gani, na timu ambazo mnakutana zote ni vikosi? Timu kweli zote za vikosi, kwa hiyo ushindani lazima uwe mgumu, kwa sababu ushasema timu za vikosi, kwa hiyo ni taasisi. Kwa hiyo kwenye taasisi hakuna kitu kirahisi, lazima watu wapambane kweli, watoe jasho kweli, ili mradi mtu apate ubingwa. Maana udhamini umesema kombe milioni 20. Kwa hiyo kila mtu anataka milioni 20 apate yeye. Kwa hiyo ushindani utakuwa mkubwa na mimi. Sasa tumalizie hapa, mashabiki wa KVZ wamejitokeza kwa nguvu sana na tumeona bendi zikawa zinapigwa, ngoma zinapigwa kuja kuisupport timu ya mafunzo. Una neno gani la kuwapa mashabiki wenu? Mimi nawaambia mashabiki kwamba wazidi kujitokeza, kwa sababu timu ndo yao. Kupoteza leo sio kwamba ndo labda watu wache. Wajitokeze kwa wingi, hamasa zao naamini ndo kitu kikubwa cha kuweza kusaidia kusogeza mbele. Kwa hiyo mimi naomba mashabiki wazidi kusogea kwa wingi, watupe motivation tufanikiwe. Asante sana. Asante pia. La mwisho. Sawa, lakini pia tumeona mashabiki wa KVZ wamejitokeza, lakini tumeona mashabiki wa mafunzo wamejitokeza kwa wingi, wamekuja na bendi akuja kwa support. Neno lako kwa mashabiki wa timu ya mafunzo? Neno langu kwa mashabiki wazidi kujitokeza, kwa sababu hii ndio timu yao. Wazidi kujitokeza kwa sababu mshabiki ndio mchezaji wa pili kwenye mpira. Kwa hiyo tunapopata hamasa za mashabiki, naamini na sisi wachezaji tunapata hari kuweza kupambania timu yetu. Naamini tutafanikiwa. Tuwajitokeze kwa wingi mashabiki, wasikatike tamaa. Hii ndio timu yao na sisi vijana wao, watuamini, tutafanya kazi. Tuzo za man of the match, tuzo za mtu wa fair play ambazo zinatolewa kwenye ligi kuu zipo. Kwenu zinaongeza chachu kwa namna gani katika kupambana? Zinaongeza chachu kubwa sana, kwa sababu sisi ndio vijana. Kwa hiyo kijana ukimwona mwenzako amepata man of the match, mwenzako amepata fair play, wewe inakupa hari, inazidi kukupa hari, uzidi kupambana na wewe siku moja uipate. Kwa hiyo mimi ni wasii wachezaji wenzangu na wachezaji wengine kwamba wapambane, kwa sababu zawadi zipo, zawadi ni zetu, basi tupambanie tuzipate.